Hakuna kitu kibaya kama kumpa mtoto jina la urithi. Haleluya, haleluya. Mtu mwingine unakuta amezaa mtoto, anasema haka katoto haka kamechukua sura ya bibi yake. Hebu ngoja, bibi yake alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Heve au Happiness. Anachokifanya, anachukua hilo jina la Heve au la Happiness, anakuambia wewe utaitwa Happiness, tunakupa jina la bibi yako. Haleluya, haleluya. Huyo bibi yake kama alikuwa ni mchawi, elewa kabisa roho za uchawi unazipandikiza ndani yake. Huyo bibi yake kama alikopo ni mganga, elewa kabisa roho za uganga nafanyeje? Tuko pamoja au mmenikimbia? Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tuko pamoja kweli au niwaache? Haleluya, haleluya. Amen. Sasa unapompa mtoto wako jina la urithi, elewa kabisa mtoto wako unamuingiza kwenye maagano pamoja na yule bibi yake. Yule bibi yake, maana yake bibi kama alikuwa mchawi, unamuandalia tena njia, kwa sababu bibi alishakufaga zamani. Maana yake bibi akitaka arudi tena duniani atatumia kiwiliwili cha mjukuu ambaye umempa jina lake. Maana yake yeye bibi kwa kuwa yupo rohoni, ameshakufa hapa duniani hayupo, roho yake sasa itakuwa ina operate mwili wa mjukuu ambaye wewe ndo mtoto wako umempa jina la bibi. Hapo sasa unakuta katoto kanakuwa kachawi kwa sababu bibi alikuwa mchawi. Maana yake unamwandalia njia yule bibi aliyekufa ili aingie tena ndani ya mtoto, ya mjukuu wake. Ni hatari sana kuwapa watoto majina ya urithi. Kila mtoto anapozaliwa mpe jina lake, chukulia kawaida. Haleluya. Au mtu mwingine unakuta mtoto wake anamuita Shida, mtu mwingine mtoto wake anamuita Taabu, mtu mwingine mtoto wake anamuita Mateso. Haya majina ni hatari sana. Mtoto wako anamuita Taabu, Shida, Mateso. Mtoto wako anamuita Masumbuko. Wewe Masumbuko. Unaona ni majina tu haya, nimeona nitofautishe kidogo. Au kwa sababu ulimzaa kwenye taabu ndo namuita Taabu. Niwe nakumbukia taabu, nilimzaa kwa taabu. Mtoto ngoja nimuite Taabu tu. Manake mtoto nampandikizia roho ya taabu tangu akiwa mdogo. Taanza kuona hapa duniani anataabika, anateseka kwa sababu ya jina ambalo umempa wewe mama. Sema amen na mbingu zikusikie. Amen. Sema amen na wachawi wakusikie. Amen. Sema amen na Yesu akubariki. Amen. Ni lazima uelewe kwamba jina limebeba matokeo yaliyo thabiti. Kila kitu kina jina. Hata mbinguni utaenda kwa jina. Mbinguni unajua wanaandika majina. Haleluya, haleluya. Ukifika muda kwenda kwa Yesu pale wanakuangalia. Unaitwa nani? Magdalena. Sasa unakuta kina Magdalena, kumbe Magdalena yupo bibi yako alikuwa anaitwa Magdalena na wewe pia ukapewa jina la Magdalena. Kwa pale mnaenda wawili. Wewe ni nani Magdalena na wewe ni nani Magdalena? Inakuwa ifahamiki yupi ni yupi. Mwenye jina hapa yuko wapi? Utashangaa, mimi huyu ndo mwenye jina. Anaenda mbinguni bibi yako na baki ulifoji jina la mtu. Sema amen na mbingu zikusikie. Amen. Sema amen na Yesu akubariki. Amen. Sema amen na wachawi wapate shida. Amen. Sema amen na mizimu kuachia kabisa. Amen. Pigia Yesu makofi makubwa. Ni habari za mizimu. Ni muhimu sana ukaelewa hizi roho za mizimu vile ambavyo zinafanya kazi. Na hizi za mizimu usipojua namna ya kuzishughulikia, utakuta hatima yako ipo katika shambulizi la wachawi. Utakuta hatima yako ipo katika shambulizi la mizimu. Majina
ya kiukoo, ni majina pia ambayo unakuta ulimwengu wa roho yana mafungamano na mizimu kabisa. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.